ikaangazwa na utukufu, nchi ikaangazwa na utukufu wake. Na Daudi ametuambia kwamba katika patakatifu hapo ndio kunaonekana nguvu za nani? Za Mungu na utukufu wa nani? Na Yohana alionyeshwa malaika anaposhuka, si ndio? Dunia inaangazwa na utukufu wa nani? Wa Mungu. Habakuki 2:14. Aliona dunia inaangazwa na utukufu wa Mungu. Lakini ili tuone utukufu wa Mungu ni lazima tuingie katika hekalu. Ni lazima tuingie katika patakatifu. Kama tusikie msomaji. Habakuki 2:14 inasema kwa maana dunia itajazwa maarifa ya utukufu wa Bwana. Ati dunia itajazwa kwa utukufu, kwa maarifa ya utukufu wa nani? Wa Bwana. Dunia itajazwa kwa maarifa ya utukufu wa nani? Wa Bwana. Endelea. Kama maji yaifunikavyo bahari. Kama maji yaifunikavyo bahari. Hiyo ni Habakuki anapoandika, anasema dunia itajazwa na maarifa ya utukufu. Kwa hivyo kuna maarifa ya utukufu, the knowledge of glory. Hiyo maarifa ya utukufu, wewe unafikiri ni nini? Hebu nisaidie Wakolosai 1:26-27. Wewe unafikiri hiyo maarifa ya utukufu ni nini? Soma sikie. Ambao Mungu alipenda kuadhimisha jinsi ilivyo utajiri wa utukufu wa siri katika mataifa. Nao ni Kristo ndani yenu. Ati nao ni Kristo ndani yenu. Tumaini la utukufu. Ati tumaini la nini? Utukufu. Kumbe siri ya Mungu iliyofichika tangu vizazi vyote, ambayo imefunuliwa kwa watu wa Mungu, ni Kristo, tumaini la nini? La utukufu. Hapo saba. Ni Kristo, tumaini la utukufu. Na Daudi alituambia tukitazama patakatifu utaona nguvu za Mungu na utukufu wa nani? Ina maana katika patakatifu ama katika ujumbe wa hekalu tunapaswa kuona kazi ya Kristo. Tunapaswa kumwona Kristo akimaliza kazi. Sasa ndio nataka tuingie hapo, the sanctuary and the Sabbath. Siku alimeanza, sasa ndio naanza. Hebu nisaidie Ufunuo 11 mstari wake wa 19. Lazima tuweze kuelewa, watu wa Mungu, uhusiano uliopo kati ya sanctuary and the Sabbath. Ina maana ya kwamba tusipoelewa na ujumbe wa hekalu, pia hatuwezi elewa umuhimu wa Sabato. Tutaona tu ni kitu cha kawaida tu. Alafu nitafikiri ile quotation inasema we should not yaani tupasi kuchukulia Sabato kama kitu cha kawaida. Asoma hiyo kwanza. Ufunuo 11 mstari wa 19. Kisha hekalu la Mungu lililoko mbinguni likafunguliwa. Yohana anatuambia kisha nikaona hekalu la Mungu lililoko mbinguni likafanyaje? Likafunguliwa. Ndio Yohana alionyeshwa hekalu la Mungu mbinguni likafunguliwa. Soma. Na sanduku la agano lake likaonekana ndani ya hekalu lake. Na sanduku la agano lake likaonekana ndani ya hekalu lake. Hapo ina maana ya kwamba hatuwezi tenganisha the sanctuary and the ark of the covenant. Sijui kama mnanipata, unanielewa? Lakini Yohana anasema kisha nikaona hekalu la Mungu lililoko mbinguni likafanyaje? Likafunguliwa. Kwa hivyo kitu cha kwanza Yohana anaonyeshwa ni hekalu la Mungu, hekalu la Mungu mbinguni anaonyeshwa likafunguliwa. Alafu baadaye anaona sanduku la agano lake wapi?
ndani ya hekalu. Kwa vile maana hatuwezi tenganisha hekalu ama ujumbe wa hekalu na sanduku la agano. Sasa anza kunielewa, maana usiponielewa kuanzia hapo utachanganyikiwa mpaka mwisho. Kwa nini nasema hatuwezi tenganisha ujumbe wa hekalu ama hekalu na sanduku la agano? Kwa nini hatuwezi elewa hivyo? Kwa nini hatuwezi tenganisha? Shetani ni mjanja, na kwa sababu shetani hataki tuelewe na vitu hizi mbili, yaani hekalu na sanduku la agano. Shetani anataka muda uweze kuisha kama hakuna kitu tunajua kuhusiana na kile kinaendelea katika hekalu na sanduku la agano. Hebu nisaidie kitabu kinaitwa CS Councils on Stewardship, page 154, paragraph number 2. Sikiza kwa makini hiyo. Sikiza kwa makini. Shetani anataka tusielewe hapa katika sanctuary. Leo tunaangalia sanctuary. Tunaangalia sanctuary, the sanctuary. Sasa sikiza kwa makini. Tunaangalia the sanctuary and the Sabbath. Tunaangalia. Sasa shetani mjanja. Shetani hataki tuelewe na hizi vitu. Maana anajua tukielewa tutachanuka. Soma hiyo quotation nisikie. Nasema CS 154 paragraph number 2. Akiwezi separate hizi vitu mbili. Ndio maana leo tunataka kuziangalia. Na maana ukiseparate hii na hii hautaelewa nini ambacho Kristo atakafanya. Endelea. Asema yule mdanganyifu mkuu. Asema yule mdanganyifu mkuu. Mdanganyifu mkuu ni nani? Shetani. Udanganyifu mkuu ni shetani. Soma usikie. Lazima tuangalie wale wanaoitia usikivu wa watu kwenye sabato ya Yehova. Sikiza shetani vile anasema. Anasema lazima tufanyaje? Tuangalie wale wanaoitia usikivu wa watu kwenye sabato ya Yehova. Lazima tuangalie wale wanaofanyaje? Wanaotia usikivu. Nini? Tusome msomaji. Wa watu kwenye sabato ya Yehova. Wale wanaotia usikivu wa watu kwenye nini? Sabato ya Yehova. Shetani anasema lazima tuangalie hao watu. Wale wanaohubiria watu Sabato. Wale wanaotia watu usikivu wa Sabato. Lazima tuangalie. Hali hakuna tafadhali. Sasa sikiza kwa nini anasema lazima waangalie. Watawaongoza wengi kuona madai ya sheria ya Mungu. Anasema ya kwamba hao wanaowatia watu usikivu wa Sabato watawaongoza ama wanawaongoza watu wengi kufanyaje? Kuona madai ya sheria ya Mungu. Na kuona madai ya sheria ya nani? Ya Mungu. Kwa hivyo shetani anahofia wakati watu wa Mungu wanaendelea kufundisha sheria ya Mungu, shetani anahofia. Anaogopa sana. Na ndio maana anasema lazima tuangalie watu hao. Maana wataongoza wengi waone madai ya sheria ya nani? Ya Mungu. Ndio maana hatuwezi kutenganisha sanctuary and the Ark of the Covenant. Soma tusikie. Na nuru ile inayoifunua sabato ya kweli. Ati? Na nuru ile inayoifunua sabato ya kweli. Amuka wewe. Anasema na nuru ile inayofunua sabato ya nini? Ya kweli. Kwa hivyo kuna nuru ambayo inafunua sabato ya nini? Ya kweli. Inafichua pia huduma ya Kristo katika patakatifu pa mbinguni. Sikiza. Nuru ile inayofunua sabato ya kweli inafunua nuru ile ya huduma ya Kristo katika patakatifu. Amesema. Yaani nuru ile inayofunua sabato ya kweli
ndiyo nuru ile ile bado inaofunua huduma ya Kristo katika patakatifu patakatifu. Abe saba. Ni nuru gani hiyo ambayo inafunua sabato ya kweli, ambayo ndiyo bado inafunua huduma ya Kristo katika patakatifu wa mbinguni? Ni gani? Ni nuru gani inaofunua sabato ya kweli na pia inafunua huduma ya Kristo? Tunaona inaunganisha sabato na huduma ya nani? Ya Kristo katika patakatifu. Kwa hivyo lazima tuelewe the sanctuary and the Sabbath, the connection between the sanctuary and the Sabbath. Lazima tuelewe. Sasa lazima tuangalie ni nuru gani hii ambayo inafunua sabato ya kweli, ambayo pia inafunua huduma ya Kristo katika patakatifu wa mbinguni. Malizia mtumishi. Inaendelea kusema na inaonyesha kwamba kazi ya mwisho kwa ajili ya wokovu wa wanadamu. Ati inaonyesha kazi ya nani? Ya mwisho. Na inaonyesha kazi ya mwisho katika wokovu wa nani? Wa wanadamu. Kwa hivyo huduma ya Kristo katika patakatifu inaonyesha kazi ya mwisho ya wokovu wa wanadamu. Endelea. Sasa inakwenda mbele. Ati sasa inakwenda mbele. Soma. Shikilia nia katika giza. Shikilia nia katika giza. Unaona? Shetani anasema watu washikiliwe katika giza. Alafu na kwamba sisi tutalilinda watu katika ulimwengu wa giza. Na sisi tutaliweka kanisa salama. Na kwamba kazi ya kanisa itaisha pia. Katika kazi ya nini? Ya kanisa itaisha pia. Unaona shetani bila ana ujanja. Anasema watu washikiliwe. Shetani ako na agents zake. Kwa hivyo amepeana kazi kwa malaika zake waovu. Anawaambia nyinyi shikilieni watu katika giza. Na sisi tutakuwa tunamalizana na kanisa. Kwa hiyo kitu ambacho shetani hataki ni watu waelewe na nuru ile ile inayofunua sabato ya kweli, na pia nuru ile ile inayofunua huduma ya Kristo katika patakatifu. Sasa hiyo ndio nuru tunahitaji kuelewa ni gani? Ndio nuru tunahitaji kuelewa ni gani? Unajua ni gani? Nisaidie Ufunuo 3 anzia mstari wa 7 na mstari wa 8. Ufunuo 3 mstari wake wa 7 na mstari wake wa 8. Kuna nuru ambayo tunahitaji kuielewa, ambayo inafunua nuru ya sabato, inafunua nuru ambayo inafunua huduma ya Yesu katika patakatifu. Tunahitaji kuielewa. Hebu soma tusikie. Na kwa malaika wa kanisa lililoko Filadelfia andika. Kwa hivyo lazima turudi katika Filadelfia, watu wa Mungu. Lazima turudi wapi? Filadelfia. Maana ujumbe wetu na foundation zetu ziko katika Filadelfia. Hebu soma tusikie. Haya ndiyo anenayo yeye aliye mtakatifu. Haya ndiyo anenayo yeye aliye mtakatifu, aliye wa kweli, aliye na ufunguo wa Daudi, yeye mwenye kufungua wala hapana afungaye. Yeye mwenye kufungua wala hapana afanyaje? Afunguaye. Naye ufunga wala hapana afunguaye. Afunguaye. Huyo ni nani? Yesu. Ni Yesu. Endelea kusoma. Anajua matendo yako. Tazama. Nimekupa mlango uliofunguliwa mbele yako. Ambao hapana wezaye kuufunga. Kwa kuwa unazo nguvu kidogo. Nao umelitunza neno langu. Wala hukulikana jina langu. Imeisha. Tulia. Unajua andiko limetimia. Litimia lini? Andiko litimia lini? 1844. Litimia lini?
1844. Hakuna habari ilitimia lini? 1844. Haya, tusome handwritings. Hapa kuna mlango unafungwa na mwingine unafunguliwa. Yaani wakati Yesu anatoka holy place, anamaliza kazi ya holy place, anafunga hiyo chapter, alafu anaingia the most holy place. Ndio maana tunajifundisha hivi. Sasa sikiza kwa makini. Naomba nisaidie handwritings page 42 paragraph number 1, paragraph 1. Sikiza hapa. Ndio hapa sasa tunaingishia Sabato sasa. Maana ni lazima tuelewe ujumbe wa hekalu na Sabato. The connection between the sanctuary and the ark of the covenant. Maana hebu soma kidogo ili nirudi hapa niweze kueleza kitu. Soma tusikie. 42 paragraph 1. 42 paragraph 1. Inasema nianzie juu. Sabbath March 24. Anzia hapo. Sabbath March 24, 1849. Tulikuwa na mkutano mtamu na wenye kuvutia sana pamoja na akina ndugu huko Topshani. Hiyo chapter inazungumzia kuhusu the open and the shut door. Yaani mlango uliofunguliwa na mlango uliofungwa. Soma tusikie. Roho Mtakatifu alimiminwa juu yetu. Nami nikachukuliwa katika roho mpaka mji wa Mungu aliye hai. Endelea. Kisha nikaonyeshwa kwamba amri za Mungu na ushuhuda wa Yesu Kristo unahusiana na mlango uliofungwa au ungeweza kutenganishwa. Rudi hapo. Kisha nikaonyeshwa kwamba amri za Mungu na ushuhuda wa Yesu Kristo, sikiza, unahusiana na mlango uliofungwa au ungeweza kutenganishwa. Hapo usome polepole. Sawa. Sasa sikiza kwa makini. Yohana katika Ufunuo 11 mstari wa 19 alionyesha hekalu la mbinguni limefunguliwa, si ndio? Na sanduku la agano likaonekana huko. Wapi? Huko, si ndio? Sasa dada White anaonyeshwa sasa vile hivyo. Hebu soma sasa. Anasemaje? Kisha nikaonyeshwa kwamba amri za Mungu na ushuhuda wa Yesu Kristo unahusiana na mlango uliofungwa haungeweza kutenganishwa. Endelea. Na kwamba wakati wa amri za Mungu kuangaza na umuhimu wao wote na kwa watu wa Mungu kujaribiwa katika ukweli wa Sabato ulikuwa wakati mlango ulifunguliwa katika patakatifu pa patakatifu pa mbinguni ambapo sanduku ilikuwa na amri 10. Shika hiyo point. Anasema hivi hapa. Then I was shown that the commandment of God and the testimony of Jesus Christ relating to the shut door could not be separated, and that the time for the commandment of God to shine out with all their importance, yaani wakati wa sheria za Mungu kuangaza kwa umuhimu wote, anasema and for God's people to be tried on the Sabbath truth was when the door was open in the most holy place in the sanctuary, heavenly sanctuary. Yaani ya kwamba watu wa Mungu ili wajaribiwe na ukweli wa Sabato, ilikuwa wakati mlango ulifunguliwa katika patakatifu na patakatifu katika hekalu la mbinguni. Ndio watu wa Mungu wanaanza kujaribiwa na ukweli wa Sabato wakati mlango unafunguliwa, si ndio? Patakatifu. Kwa hivyo ina maana ya kwamba kutoka 1844 maana ndio mlango unafungwa na mwingine unafunguliwa. Kutoka 1844
watu wa Mungu wanaoishi kipindi cha mwisho, ambao ni mimi na wewe, tunajaribiwa na ukweli wa Sabato. Sasa kwa quotation ambayo tulikuwa tumesoma, alikuwa amesema ya kwamba nuru ile ile inayofunua ukweli, Sabato ya kweli, ndiyo nuru ile ile inayofunua huduma ya Kristo katika patakatifu pa mbinguni. Sasa umeelewa hiyo nuru ni gani? Ni nuru gani? Si ni nuru ya hekalu, ujumbe wa hekalu. Si ni the heavenly sanctuary ndio inafunua nuru ya Sabato ya kweli. Maana kutoka hapo, yaani kutoka 1844 tangu mlango ufunguliwe, hapo ndio watu wa Mungu wanaoishi kipindi cha mwisho wanaanza kupimwa ama kujaribiwa na nuru ya Sabato. Kwa hivyo nuru ambayo inafunua Sabato ya kweli ni nuru gani? The sanctuary, the heavenly sanctuary. Ni hekalu la mbinguni baada ya kufunguliwa. Baada ya Yesu kuingia patakatifu pa patakatifu. Hiyo ndio nuru inayofunua Sabato ya kweli. Endelea kusoma hiyo quotation. Inasemaje? Mlango huu haukufunguliwa mpaka upatanisho wa Yesu ulipokamilika katika patakatifu pa patakatifu mwaka wa 1844. Yesu akasimama na kuufunga mlango wa patakatifu na kuufungua mlango wa kuingia patakatifu pa patakatifu na kupita ndani ya pazia la pili, ambapo sasa anasimama karibu na safina. Sikiza, Yesu sasa anasimama karibu na nini? Safina. Anasimama karibu na safina. Kwa nini hiyo quotation kwa nini hiyo nini imetafsiri hivyo? Katika Biblia yote safina ya kwanza itengenezwa na nani? Nuhu. Si mnakumbuka safina? Noa alitengeneza safina. Yes. Kwa hivyo watu wote walikuwa wakolewe na nini? Safina ya Nuhu. Walikuwa wakolewe na safina ya Nuhu, kipindi cha Nuhu. Na Yesu anaonekana amesimama karibu na safina. Ark. Yaani katika Biblia tuna the ark ambayo ni safina, na tuna the ark of the covenant. Tuko pamoja? Yes. Sasa Yesu anaonekana akiwa amesimama karibu na sanduku la agano, ndio inatumika kama safina pale. Alafu inasemaje? Inasema na mahali ambapo imani ya Israeli sasa inafika. Unaona? Na mahali ambao imani ya Israeli sasa inafanyaje? Inafika. Hebu nirudie hapa juu na tunataka tushike hapa. Anasema hivi, pale juu anasema hivi. This door was not opened until the mediation of Jesus was finished in the holy place of the sanctuary in 1844. Yaani mlango huu haukufunguliwa mpaka pale upatanisho wa Kristo ulipomalizika katika patakatifu pa mbinguni, ama katika patakatifu pa hekalu mwaka wa 1844. Kwa hiyo mlango huo ulifunguliwa mpaka 1844. Ninasema then Jesus rose up and shut the door of the holy place. And 1844 Yesu anasimama na kufunga mlango wa patakatifu. Alafu anasema hivi. And then Jesus rose up and shut the door of the holy place and opened the door into the most holy and passed within the second veil, yaani akapita katika pazia ya pili, where he now stands by the ark. Hapo Yesu amesimama karibu na ark ama sanduku la agano. Swali, kwa nini Yesu amesimama karibu na sanduku la agano? Kwa nini Yesu amesimama karibu
na sanduku la agano. Tena malizia hivyo, anamalizia hivyo, and where the faith of Israel now reaches, yaani mahali ambapo imani ya Waisraeli inafika. Kwa hivyo kuna mambo mawili. Yesu anasimama, si ndio ile pale hapo sasa. Tuangalie pale the most holy place. Bwana Yesu amesimama wapi? Yesu amesimama wapi? Kando ya sanduku la agano. Si unaona amesimama karibu na sanduku la agano? Si ndio? Kwa nini asimama karibu na sanduku la agano? Kwa nini asimama? Hapo sasa. Kwa nini Yesu anasimama karibu na sanduku la agano? Na imani ya Waisraeli mahali ina maana ya kwamba hapo ndio mwisho na hatima ya kila mtu. Hiyo ndio mwisho na hatima ya kila mtu. Ina maana ya kwamba kwanza nini ambacho kiko katika sanduku la agano? Amri 10 za nani? Za Mungu. Hebu nisaidie kitabu cha Kumbukumbu la Torati 10. Soma aya yake ya 3. Kumbukumbu la Torati 10 aya yake ya 3. Kumbukumbu la Torati 10 aya yake ya 3. Nini ambacho kiko katika sanduku la agano? Na kwa nini Yesu amesimama karibu na sanduku la agano? Tunahitaji kuelewa. Ndio maana ni lazima tuelewe. Tukija Sabato, si kuja Sabato tu. Lakini tukija siku ya Sabato ama tukifika Sabato, tukifanikiwa tu kuona Sabato, ina maana ya kwamba mawazo yetu yanapaswa kuelekezwa mahali imani ya Israeli inaishi wapi? Patakatifu. Kwa hivyo tunapaswa kuona tukija Sabato, tunapaswa kuona Yesu katika patakatifu na kazi anaendelea kuifanya. Tukija leo Sabato hapa, nitakuonyesha kwa nini. Soma usikie. Basi nikafanya sanduku la mti wa mshita. Musa anasema basi nikafanya sanduku la mti wa mshita. Nikachonga mbao mbili za mawe mfano wa zile za kwanza. Endelea. Nikakwea kule mlimani. Na zile mbao mbili mkononi mwangu. Endelea. Naye akaandika juu ya mbao mfano wa maandiko ya kwanza. Zile amri 10. Soma. Alizowaambia Bwana huko mlimani toka katikati ya moto siku ya mkutano. Endelea. Bwana akanipa. Basi nikageuka nikashuka kutoka mlimani. Musa akasema basi nikageuka kutoka mlimani. Nikazitia mbao ndani ya sanduku. Nikazitia mbao ndani ya nini? Sanduku nililolifanya. Nikazitia mbao ndani ya sanduku nililolifanya. Kwa hivyo mbao ama sanduku la agano nini kilikuwa kinawekwa ndani? Mbao mbili za mawe. Na mbao mbili za mawe ni amri 10 za Mungu ambazo ndizo agano la Mungu. Kumbukumbu la Torati 4 mstari wa 13. Agano la Mungu ni amri 10 za Mungu zikiwa ndani ya sanduku la agano. Jo. Abe saba. Nikasemaje? Wewe itoka kwa kitambo, wewe unalala. Usinikasirishe nisome andiko hapa na wale wengine. Soma Biblia hiyo. Akahubiri agano lake aliloamuru kulitenda. Yaani zile amri 10 akaziandika juu ya mbao mbili za mawe. Za mawe. Kwa hivyo amri 10 za Mungu ndio agano la Mungu. Amri 10 za Mungu ndio agano la Mungu. Na Yesu tunaonyesha amesimama karibu na sanduku la agano. Sasa dada White alipokuwa anaonyeshwa jonzi kuhusiana na kazi na huduma ambayo Kristo anafanya mbinguni, sikiza nini aliona.
Kiza nini aliona? Naomba unisaidie kitabu kinaitwa Handwritings page 32. Naomba usome paragraph number 3. Handwritings page 32. Handwritings page 32. Paragraph. Umefika? Haya. Naomba nisomee paragraph number 3. Bali naanzia iteremka kidogo. Naomba uteremke kidogo mahali naanzia. In the ark of the golden pot. Hapo paragraph 3. Nataka uanzie. Ni nini kiko ndani ya sanduku? Nini kiko ndani ya sanduku lile na agano? Na nini nyingine? Na nini nyingine? Haya, umefika hapa? Hadi naanzia inasema in the ark. Paragraph 3. Hujafika nisome. Naona ndio sitaisoma hapa. Teremka hapo chini. Bali nasema in the ark was the golden pot. Kwa hivyo ndani ya sanduku la agano kuna nini kwanza? Kuna golden yaani kuna mana. Lazima tujue hiyo ilikuwa inasimamia nini. Inasimamia nini hiyo? Inasimamia health message. Ujumbe wa afya. Endelea kusoma. Na ndani ya sanduku la agano kuna fimbo ya nani? Yaani uongozi. Fimbo ya Haruni inasimamia nini? Leadership. Kwa hivyo maana ya kwamba watu wa Mungu wanaoishi kipindi cha mwisho lazima wawe na uongozi ambao ni uongozi unaoongoza watu wa Mungu kwa njia ambayo inawastahili. Kwa pamoja. Alafu inasemaje? Na mbao za mawe zilizokunjwa kama nini? Kama kitabu. Kwa hiyo mambo mangapi yanaonekana ndani ya sanduku? Nini na nini? Mama, fimbo ya Haruni, ambao mbili za mawe zilizokunjwa kama karatasi. Hizo vitu tatu za muhimu sana. Ina maana tupaswi kuacha ujumbe wa afya. Ni lazima uzingatiwe sana kwa watu wa Mungu wanaoishi kipindi cha mwisho. Na ni lazima watu wa Mungu wakubali uongozi ambao ni uongozi wa Kristo. Yesu ndiyo kiongozi mkuu. Amesema Yesu ndiye mchungaji mkuu. Yesu ndiye kiongozi mkuu. Unasoma katika kitabu cha Petro wa kwanza 5 mstari wake ni 3. Yesu ndiye kiongozi mkuu. Kwa hiyo lazima watu wa Mungu wakubali kuongozwa na Kristo ili waongoze watu wake kwa njia ambayo inayostahili na kuelekeza watu wake kuelewa na kujua mpango wa Mungu ni gani. Na lazima watu wa Mungu waelewe amri za Mungu. Sasa kuna kitu nataka hapo kwa hiyo quotation. Endelea kusoma. Inasema Yesu akaifungua
Nikaona zile amri 10 zimeandikwa kwa kidole cha Mungu. Endelea. Juu ya meza moja walikuwa 4 na juu ya nyingine 6. Kwa hivyo mbao ya kwanza ilikuwa imeandikwa ngapi? 4. Mbao ya kwanza, sikiza. Amri 10 zilikuwa zimeandikwa katika mbao 2 za mawe. Lakini katika mbao ya kwanza zilikuwa zimeandikwa 4. Amri 4. Mbao ya pili ilikuwa imeandikwa amri ngapi? 6. Hizo ni ngapi? Sasa naomba usikie. Kuna tofauti ya amri 4 za mbao ya kwanza na amri 6 za mbao ya pili. Amri 4 za mbao ya kwanza hizo zinahusiana na Mungu na mwanadamu akiwa wawili. Wewe endelea kucheza na amri ya Mungu ya kwanza, utapatana na Mungu mwenyewe. Wewe endelea kucheza na amri ya pili ya Mungu, utaulizana na Mungu. Ndio. Wewe endelea kucheza na amri ya Mungu ya tatu, utapatana na Mungu. Ukiwa ngapi? Wewe endelea kucheza na amri ya Mungu ya 4, utapatana na Mungu. Wewe fanya vile unataka. Mungu amekupea uhuru. Wewe endelea kufanya vile unataka. Utapatana na yeye. Wewe unafikiri hivi andiko watu wanasomanga ati wale wanaovunja sabato watauawa? Ati wale wanaovunja sabato wanafanyaje? Watauawa. Kwa sabato ndio wa kwanza kuuawa. Ati akina nani? Watu wanaoitwa wana matengenezo hawa unaona hapo. Hapo sababu hadi unashangaa iko hivyo. Sabato iliyopita tulijifunza kuhusu kifo mara ngapi? Tulijifunza kifo mara 2. Na ikakwambia kifo ambayo ni hatari ni ya kuvunja amri za Mungu. Na kama kuna watu wanaovunja amri za Mungu wakifikiri watazitunza, ni wale wanaodai kuwa ni wana matengenezo. Achana na sabato. Ndio tumezoea nomino nini? Watu unaona hapa, nakwambia kuna matatizo hiyo yenyewe. Sasa lazima turudi nyumbani, watu wa Mungu. Maana usipoona kidonda chako, usipoona matatizo yako, bora endelea kuona wengine ndio wana matatizo huko. Lakini tukikuja hapa, hata hizo vitu tunazozungumza watu wengi zinawashinda. Nakwambia ukweli. Amri ya 4 mbao ya kwanza imeandikwa amri 4 za kwanza. Hizo zinahusiana na Mungu na watu wake. Hapo sasa nitakwambia hivi. Sababu nikwambie hivi. Mafungu ya watu wa dunia hao hawajakubaliana imani ya kweli. Ni mawili tu. Hivi vingine yote ni watu ambao wamekubali imani. Kwa ufupi ni ya Wasabato. Hapo sasa. Ati ya kina nani? Ni ya Wasabato. Kwa hiyo tunaogopa. Hii Biblia ni ya Wasabato, wacha nikwambie hivi. Hii ni ya Wasabato. Kwani ya kina nani hii Biblia? Nani wameandika? Si ni Wayahudi. Hii Biblia ni ya Wayahudi. Wewe hujaandika kitu hapa. Na Wayahudi ndio walipewa ibada ya Mungu. Hapo inamaanisha mafungu yote yanayozungumzia Wasabato hapa. Hapo sasa. Hapo Ni ya watu wa Mungu. Mafungu ya watu wa dunia ni mawili tu peke yake ndani ya Biblia. Wewe ndio kucheza. Sasa nisomee hiyo nimalize. Najua unafikiri inakaa hapa sana. Inamaliza tu saa hii. Nataka tuweze kuelewa uhusiano uliopo kati ya hekalu na Sabato. Somo usikie. Zile 4 kwenye mbao ya kwanza ziling'aa kuliko zile zingine 6. Zilionekana ziking'aa. Amri 4 za kwanza zilionekana ziking'aa kuliko za ile ya pili. Ilionekana ziking'aa kuliko zile
zile 6. Kwa nini? Endelea. Lakini ya 4. Ati? Lakini ya 4, sikiza. Ile amri ya Sabato. Lakini ya 4, ile amri ya Sabato iling'aa juu ya zote. Ati iling'aa juu ya nini? Ya zote. Ati iling'aa juu ya nini? Ya zote. Soma. Kwa maana Sabato ilitengwa ili itunzwe kwa heshima ya jina takatifu la Mungu. Shika hiyo pointi. Rudie hiyo pointi. Kwa maana Sabato ilitengwa ili ifanye nini? Itunzwe. Sabato ilitengwa ili itunzwe kwa heshima ya jina takatifu la Mungu. Kwa heshima ya jina takatifu ya nani? La Mungu. Ndio maana Sabato inapaswa kutunzwa. Ndio maana wakati ambapo hatutunzi Sabato kikamilifu, tunajisi jina takatifu la Mungu. Ndio maana ilitengwa, na ndio maana inaonekana ikiwa imeng'aa kuliko zingine zote. Kwa sababu kwa nini? Ni kwa sababu imebeba ndani yake, au ile imebeba ndani yake jina takatifu la Mungu ambayo inapaswa kupewa heshima. Si vile tu unaona tunakuja hapa. Sabato yenyewe amri ile peke yake imebeba jina la Mungu takatifu ambalo tunapaswa kupewa heshima. Kwa hivyo maana wakati tunaivunja tunajisi jina la Mungu takatifu. Na kwa njia hiyo tunaweza kuja hapa kila Sabato, lakini bado tutakosa kile ambacho Mungu amekusudia katika amri yake katika Sabato. Ndio maana tukikuja hapa, ukikuja hapa, nikikuja hapa, tunapaswa kuwa tumebodeka mioyo na tumevituka mioyo yetu. Basi mahali pa kuja kucheza. Ndio maana Mungu alitenga Sabato. Maana imebeba jina lake. Imebeba jina lake. Soma tusikie. Sabato takatifu ilionekana kwa utukufu. Hadi Sabato takatifu ilionekana kwa utukufu. Sabato takatifu ilionekana kwa utukufu. Na tumeona dunia wakati malaika anashuka kutoka mbinguni akiwa na mamlaka kuu, nchi inaangazwa kwa utukufu wa nini? Kwa utukufu wake. Na Sabato ilionekana ikiwa imejazwa na utukufu. Na utukufu huo tumeona ni Kristo, tumeenda utukufu. Ndio maana lazima tuelewe na kazi ya Kristo katika patakatifu ya uhusiano na Sabato. Sio vile tu unaona leo ni Sabato, unaamuka unafanya shughuli zako, unatoka hapo unaenda. Wala tutakosa mbingu. Nakwambia. Bado tutakosa mbingu. Unakuja hapa unafanya vitu zako, unaona kama unafanyia mtu. Tunasema hiyo Sabato hata sitaenda, wacha wakae. Wacha wafanye nini? Wakae. Endelea kufanya. Endelea na shughuli. Sijui kama hizi vitu, sijui kama mimi nilipokuwa nikisoma baadaye niliona Sabato tofauti sasa na vile huwa tunafanya. Huwa tunaenda kila Sabato. Ilionekana ikiwa inang'aa kuliko amri zingine. Umemaliza hiyo quotation? Nimalizia hapo. Nitakuja sehemu ya pili. Soma tusikie. Niliona kwamba amri ya Sabato haikusulubishwa. Anasema naliona kwamba amri ya Sabato haikusulubishwa. Ikiwa ndivyo, amri zingine 9 zilikuwa. Amri zingine 9 zilifanyaje? Zilisulubishwa. Hebu rudia. Anasema nalionyeshwa kwamba Sabato ilifanyaje? Haikusulubishwa. Na ikiwa haikusulubishwa, amri zingine 6 zilikuwa. Kwa hiyo kama Sabato ilikuisha msalabani, hiyo ndio maana anamaanisha. Kama Sabato ilikuisha msalabani, anasema kwamba basi amri 9 bado zipo. Endelee. Na tuko huru kuzivunja zote. Ati? Na tuko huru kuzivunja zote. Na vile kuvunja la 4.
Sasa anamaanisha hivi, kama ziliisha, tuko huru kuvunja zote, na pia tuko huru kuvunja ya Sabato. Hiyo ya nne, kama ziliisha. Lakini kama hazikuisha, Sabato bado ipo. Lakini lazima tuelewe, imebeba jina takatifu la nani? La Mungu. Jina imebeba jina takatifu la Mungu. Sabato. Amri ya nne. Sasa tukirudi, kama nitapata nafasi nyingine ndio malize. Niliona kwamba Mungu hakuwa amebadilisha Sabato. Kwa maana yeye abadiliki kamwe. Lakini Baba alikuwa amebadilisha kutoka siku ya saba hadi siku ya kwanza ya juma. Maana alitakiwa kubadili majira na sheria. Unaona? Haja tufike hapa. Ina maana ya kwamba tunapokuja kwenye ibada ya Mungu, tusikuje tu kiukawaida. Leo kazi ambayo Yesu anaendelea kufanya. Kazi gani? Upatanisho. Ni kazi ya upatanisho. Na katika kazi ya upatanisho, nini kinafanywa? Si ni utakaso. Si ndio? Sasa nitakuja kuingia hapo sehemu ya pili. Hapo. Kama Yesu anaendelea kufanya upatanisho, na upatanisho ni utakaso, watu wa Mungu wanaendelea kutakaswa. Na Mungu alitakasa Sabato. Na akasema mahali pengine, naliwapa Sabato zangu ziwe ishara kati yao na mimi. Si ndio? Yes. Ili wapate kujua ya kuwa mimi ndimi mfanyaje? Bwana ni watakasaye. Hivyo Sabato ni zaidi ya vile tunavyofikiria. Sabato ni zaidi ya vile ambavyo tunafanyaje? Hivyo Mungu atujalia kuja kuendelea simama. Naomba tulipe stanza ya kwanza, kitabu wimbo namba 3. Namba 3. Walisa kwa wapi? Stanza ya kwanza. Atukuzwe kwa mambo wako. Mungu atukuzwe kwa mambo wako. Upendo wake unitupa Yesu, aliyejitoa maisha yake, tuwe na uzima wa milele. Msifuze ndani asikia, msifuze watu wafurahi, na uje kwa Baba kwa Yesu mwana, ukamtukuze kwa mambo yote. Tunakushukuru tena Mungu wa mbingu na nchi zote duniani. Asante kwa sababu ya kutuongoza. Asante kwa sababu ya neno lako lenye uzima ambalo umeweza kutufunzia, ili kwamba tukaweze kuelewa hekalu ambalo ni mpango mzima wa ukombozi na vile inavyohusiana na Sabato yako takatifu. Endelea kutufungua akili zetu na mioyo yetu na roho zetu, ili kwamba tukazidi kupokea kweli zako, ili kwamba tukaweze kuleta utakaso ndani ya mioyo yetu. Tuna kiu sana
ya neno lako, na umesema ya kwamba heri walio na kiu na njaa. Tuna kiu na tuna njaa, lakini tunakushukuru kwa sababu umeahidi ya kwamba yeye ajaye kwako hataona kiu tena wala njaa. Leo endelea kushughulikia malaika zako watakatifu wanaowahudumia watakatifu wako na kuwaokoa. Tunaomba uwepo wao katika maisha yetu, ili ya kwamba wakazidi kutuelekeza na kutuongoza kwenye kweli zako, na kufungua akili zetu tukaweze kuelewa na kujua zaidi makusudi yako na mapenzi yako katika maisha yetu. Tubariki kila mmoja wetu, Mungu wa mbinguni, walio na changamoto. Bwana, neema yako iwatoshe. Tunapoenda katika maakuli ya mchana, tujalie neema. Tutakapokuwa tunarejea ni kwa ajili ya kuendelea kujifunza, tunaomba hekima yako isiyochunguzika Bwana ikapata nafasi katika maisha yetu, ili ya kwamba tukazidi kuelewa na undani na upana wa mpango wa ukombozi, ili ya kwamba tuzidi kuandalika kwa ile ufalme wako, ili na utukuzwe siku zote, mapenzi yako yakitimizwa ndani ya kila mmoja wetu, katika jina la Yesu Bwana wetu tunaomba na kuamini. Amen.